Kikawaida shehe utakuwa mwisho wanawake wangapi? Kuoa. Yeah. Kuoa hakuna mwisho. Naweza kuoa wanawake hata 1000. Yeah. Lakini sio kuishi nao kwa wakati mmoja. Kuishi nao kwa wakati mmoja unaweza kuishi na wake 4. Ikibidi unaweza kuacha alafu ukaoa tena 4. Ndio. Kwa sababu maalumu, lakini sio ukae tu ufikiria hawa bora niwaache nitafute wengine. Hiyo haiko. Kama kwa makosa maalumu, kwa sababu maalumu za kuacha wanawake, unaweza kuacha kwa wengine. Inaruhusiwa kukaa nao karibu hata kama baada ya kuacha. Mwanamke ukimwacha unakaa naye. Unakaa naye nyumba hiyo hiyo. Unamwalika hata kwenye shughuli yako. Unakaa naye nyumba hiyo hiyo mpaka ule wakati wa idda uishe. Kwa sababu kama umemwacha talaka 1 au 2, huenda pengine ilikuwa shaitani tu, basi nafsi zikatakasika ukamrejea. Niliona ili juzi pia, kwa sababu nataka niligusie kiimani zaidi. Siko katika kujaji mambo ya wasanii, hapana. Ni kwa mtu ili aelewe. Nimeona juzi Bizura pia Zuchu aliomba talaka kwa mmewe Nasibu Diamond, akasema kwamba kutokana na yale ambayo yanaendelea kwamba anamkosea tabia, kwamba baada ya kuonekana kwenye shughuli yake ile kuna wanawake wengi na nini. Utaratibu hasa kwa wanaume hasa atakuwa aishije hasa kwa mkewe ili kuweza kuilinda ndoa? Mwanaume kuishi na mke, Mtume kafundisha kila kitu. Yani mwanaume kuishi na mke ni kama vile kuishi na mtu yoyote tu. Kila mtu ana haki yake. Mzazi ana haki kwa mwanawe, mke ana haki kwa mumewe, na mtoto ana haki kwa mzazi. Basi almuradi ni hivyo, kuchunga haki zao. Kila mtu ana haki yake. Anatakiwa kuomba talaka katika ndoa ni mwanamke au mwanaume au yoyote anaweza kiamua kuomba talaka? Kuomba talaka katika Uislamu haipendezi, ila kuwe na mambo maalum ambayo mabaya, ndo mwanamke anaweza kumwomba talaka mume. Kama jambo lipi hasa? Mfano ushirikina. Labda mume mshirikina. Kwa hiyo mwanamke anaweza kuomba talaka. Au anaweza kujivua kwenye ile ndoa. Lakini mwanaume kuonekana labda na mwanamke mwingine ama ana maex wanawake zake, labda wamekutana somewhere, hiyo inaweza kusababisha mwanamke aombe talaka vipi? Hapana. Hapana. Uislamu hautaki kudhani. Unataka vitu vya uhakika. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa kakaa itikafu msikitini mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akaja mkewe mmoja, baadaye akawa anamsindikiza. Mbele kulikuwa na vijana 2, wakawa wanatembea pole pole sana. Alafu baadaye akazidisha mwendo. Baada ya kumwona Mtume akafuatana na mwanamke. Mtume aliwaambia ala rislikuma, tembeeni pole pole. Innaha Safiyatu bintu Huyai, huyu ni Safia binti Huyai, mke wangu huyu. Wale wakasema subhanallah ya Rasulullah, kwa nini unasema hivyo? Anasema inna shaitana yajri min ibni adam majra dam, kwa sababu shetani anatembea katika mwili wa mwanadamu kwenye mapito ya damu. Asije akakutembeeni shaitani mkaona labda Mtume hapa kachukua mwanamke wa hivi. Kwa hiyo ukisimama na wanawake au mwanamke, lazima umjulishe ndugu yako, mkeo, nani wako,
yoyote yule umjulishe kwamba hawa ni fulani na fulani na fulani, ili kuondoa shubha, wasije wakafikiria vibaya. Na kumsifia mwanaume ambaye ameoa akanamsifia hadharani mwanamke mwingine ambaye sio mke wake, hiyo iko vipi kidini? Hiyo ni makosa. Kumsifia mwanamke mwingine mbele ya mke wako ni makosa. Labda kama yule mwanamke ni mcha Mungu zaidi, kwa hiyo mkeo mvivu, unaweza kumsifia yule, kumtia uchungu ili apate kubadilika. Lakini katika kumsifia kwa labda uzuri au nini, hayo ni makosa. Lakini pengine unakuta ni mwanamke mzuri kweli, mashallah. Hata kama ni mzuri kweli, lakini wewe usingemuoa yule ile baada ya kumwona anakuvutia. Sasa ukifanya hivyo inakuwa fitna. Nadhani vijana wengi ndo tunapofeli hapo sasa. Ndio. Hiyo inakuwa fitna. Unataka ivurugike amani katika nyumba. Naam. Mtu anaita majina mara 7 huko, majina mazuri. Unatakiwa umuite mkeo majina mazuri, unatakiwa umuite mkeo ili kuingiza furaha katika moyo wake, na upendo unaongezeka, unazidi kuongezeka. Hivi ni ngumu sana kucontrol kuwa na wanawake zaidi ya mmoja. Si vigumu, ni rahisi mno. Kuwa na wake 2, 3, 4 ni rahisi mno kabisa. Ni rahisi tu, lakini yani ngao kubwa itakayokulinda ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ukimwogopa Mwenyezi Mungu, manake huwezi kuwatendea dhulma. Utawatendea haki wote. Ama kwa hakika kutenda haki kwa wake 2 au 3 au 4, haki kama vile wanavyotaka watu, haiwezekani. Tena kasema Mungu mwenyewe. Ngumu. Sura ya 4 aya ya 129, Mwenyezi Mungu anasema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, hamwezi kufanya usawa, uadilifu kati ya wanawake 2 au 3 au 4, hata mkijitahidi vipi hamwezi. Huwezi. Fala tamilu kulla al-mail, msiegemee tu upande mmoja kwa moja. Lakini uadilifu huo haupo. Na Mtume akafafanua akasema, la adalata fi sarir, kitandani tu ndo hakuna uadilifu. Kwa nini hakuna uadilifu pale? Kwa sababu kuna vitanda vingine ukilala unajikuta kama uko peponi. Yani vitanda vingine mpaka ukumbuke. Sasa hapo ndo penye rabsha hapo. Uadilifu pale haupo pale. Inatokana na ufundi wa mtu mwenyewe. Naam. Kabisa. Tumalizie sasa la mwisho, sisi tuweze kuondoka hapa. Nimeona wapi? Mwanzo Kanda ya Ziwa, si ndio Lizi? Kanda ya Ziwa kule kuna mambo bana yameendelea sasa hivi, mambo ya kutunza kwenye maharusi, mambo ya madini siku hizi. Wengine wanazungumza kwamba bana pesa za madini zile ni pesa za mashetani zile. Wanasema bana zile sisi zinakuwa na nini zile. Kwenye imani hasa mambo kama haya yanasemaje hasa kwenye harusi, kutunza mafezo ama nini? Sisi Mwenyezi Mungu katuhusia na Mtume akatuhusia tufanye uadilifu katika kila kitu. Hata Mungu akikupa neema, hakuna pesa za majini. Pesa zote za Mwenyezi Mungu. Riziki kutoka kwa Mungu, sio kutoka kwa shetani wala nini. Sasa ukishapata riziki, basi uangalie unaitumiaje. Maana tumefundishwa kutafuta, tutafute vipi, na kutumia, tutumie vipi. Kwa hiyo sasa utamkuta mfano hata hapa tu kwetu Pwani, mtu keshaoa, alafu wanafanya sherehe
milioni 100. Sasa milioni 100 hizo si bora ungempa yule bwana harusi na bibi harusi wakaishi vizuri? Wewe unakwenda kufanya sherehe, watu wanalewa, sijui wanakula vyakula, sijui wanafanyaje. Unatumia milioni 100. Milioni 100 zile si bora ungewapa wale bwana harusi na bibi harusi, wakafungua hata kiduka wakaishi vizuri, kuliko kuziangamiza zile kwa siku moja au siku mbili au siku tatu. Unaangamiza pesa nyingi kama hizo milioni 100, milioni 200. Unaziangamiza pesa hizo baada ya kuwapa wale bwana harusi na bibi harusi zikawafaa. Wewe unafanya upuuzi kama huo. Mimi naita upuuzi. Yani kusherehekea harusi alafu baadaye bwana harusi na bibi harusi wanaishi kwa matatizo mpaka inafikia kuachana wakati mwingine. Maana dhiki ikizidi mbaya. Dhiki inapunguza mapenzi pia. Inapunguza? Ndio maana sisi Mungu akatueleza na mtume akatueleza hatuwezi kuruhusiwa kuoa mpaka tuwe na uwezo. Sio utajiri, uwezo. Yani ujue wake zangu hawa wawili watalala wapi, watakula nini, watavaa nini, na wakiumwa vipi watatibiwa. Huo ndo unaitwa uwezo. Sio kukurupuka tu. Mtu anaoa wake wawili, watatu, wanne, kamwona mwenzie na wake wawili na yeye anatafuta wawili tena. Kuna masharti yake, Sheikh. Ukitaka kumiliki wake wawili mpaka wanne, kwanza kitu cha kwanza unatakiwa uwe na istitwaa. Istitwaa ni uwezo. Ndo kama tulivyosema, watakula nini, watalala wapi, watavaa nini, wakiumwa vipi utapata matibabu. Huo ndo unaitwa uwezo. Pili, unatakiwa uwe na sihatul jasadi, afya mwilini. Uwe na nguvu, si nguvu nyingine. Yani mfano mkeo akiumwa uweze kumbeba kumpeleka hospitali, ndo nguvu hiyo. Kwa sababu ukiwa hauna nguvu watu watakusaidia. Watakusaidia kukubebea mkeo na kitandani. Ndo maana yake, ndo jumla ya yote. Uwe na nguvu, hicho ndo kinachokusudiwa. Uwe na nguvu. Kama una nguvu watu watakusaidia. Watakusaidia kukuletea dagaa nyumbani. Basi una uwezo hata kununua dagaa, unafikiri utaacha kusaidiwa? Watakusaidia watu. Changamka kidogo. Unakusanya wengi ukahudumia wengi. Na jambo la tatu, uadilifu. Huku ukipeleka mchele na huku mchele. Sio huku sembe huku mchele. Huo sio uadilifu. Ila uadilifu sehemu moja tu ndo hakuna uadilifu, kitandani. La kuasa sasa Watanzania, tuache Ijumaa leo. Binti yako Wema Sepetu, baada ya kuangaika kwa miaka mingi sana kupata mtoto na ameweza kufanikisha kupata mtoto, mambo yakani mengi sana, vitu vya kuzingatia sasa kwa mwanamke kama huyu ambaye amepambana miaka mingi kupata mtoto na kuja kupata, na tunaona shughuli sasa hivi zimekuwa ni nyingi kweli, video nini, si kitchen party manini, nini atakao vizingatia kwa kipindi hiki? Unajua, tatizo linakuja, watu tunaishi si kama vile tulivyoelekezwa. Bado narudia pale pale katika pointi yetu ile ya mwanzo. Tukiishi kama vile tulivyoelekezwa, matatizo hakuna. Lakini matatizo tunayaita sisi wenyewe. Narudia tena, hivi punde tumesema mtu anatumia milioni 100 katika kuwafanyia sherehe bwana harusi na bibi harusi. Milioni 100 zile bora ungewagaia wao, wakafungua kijibiashara kikawapa income kila siku, kuliko kuzichukua zile milioni 100 eti unaita ngoma sijui nini. Watu wanakunywa ulevi, watu wanafanyaje. Unaziangamiza pesa nyingi kwa muda wa siku moja au mbili au tatu. Zinaisha zile pesa,
alafu bwana harusi na bibi harusi wakenda nyumbani kwao wanaishi ovyo ovyo. Ile siku wanasema kama wanamcheza mtoto lazima atolewe kidogo. Mtoto kumcheza mtoto unyago kama jana hakika ile hakika. Sasa unaona sasa hakika unajua maana yake? Hakika ni kuchinja, sio kukusanya watu kuwalisha vyakula, hapana. Hakika ni kuchinja. Wala sikuwaita watu kupiga ngoma, hapana. Hakika ni kuchinja, tena inasaidia sana. Ukipata mtoto wa kiume unachinja mbuzi wawili, mtoto wa kike mbuzi mmoja. Kwa hiyo neno hakika ni kuchinja. Kuita watu wanacheza vigoma na nini, hiyo haimo. Ndo maana nikasema tunaishi kinyume na vile alivyotuambia Mwenyezi Mungu, alivyotufundisha Mtume. Lazima tutapata taabu tu. Wanasema kwenye 40 kiingilio mpaka milioni 5. Sasa hayo mambo ya watu. Shangu unaweza kufanya hiyo kweli? Mimi siwezi kufanya. Sherehekea bwana mtoto. Mimi nitasherehekea kama vile tulivyofundishwa tu. Kushukuru sana. Pengine unalipi la kuambia Tanzania Ijumaa leo? Nachowaambia Watanzania, tujitahidi sana kumwogopa Mwenyezi Mungu, na wahusia pia tulinde amani ya nchi yetu. Tulinde amani ya nchi yetu, kwa sababu bila ya amani hakifanyiki kitu cha maana. Hatuwezi kufanya kazi zetu vizuri. Bila ya amani hakuna maendeleo. Kwa hiyo tuilinde kwa nguvu zote amani ya nchi yetu, na tuwaheshimu viongozi wa nchi yetu na viongozi wa dini zetu. Tutaishi vizuri hapa duniani, na huko tunakokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu tutapokelewa vizuri, tukiwaheshimu viongozi wetu wa dini na tukiwaheshimu viongozi wetu wa nchi. Basi Mwenyezi Mungu atatupa baraka katika maisha yetu. Mungu atatupa baraka katika maisha yetu. Asante sana. Shukrani sana. Asante. Nilikuwa nazungumza na Sheikh Pozeo hapa, ameweza kuzungumza mambo mengi sana, na jaribu kuasa pia Watanzania namna gani ambavyo tunapaswa pia kuheshimu viongozi wetu wa kidini, viongozi wa kitaifa pia. Ameasa pia kuhusu namna gani ambavyo tukifata misingi ya dini basi mambo mengi yataenda kwenda vizuri kuliko ile kujiamlia tunafanya shughuli ambazo wakati mwingine pia maelekezo ya dini ama dini inavyotaka pia tufati. Kwa hiyo ni jambo ambalo tutakuwa tuheshimu viongozi wa dini, pia tufuate misingi ya dini ili iweze mambo yetu yaweze kwenda vizuri. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma kama nilikuwa Riziki bwana. Asante kwa wakati wako. Bye bye. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.